Baduke Stats, Sport Next Level. Kutokana na ule mbishano wao na bodi ya ligi juu ya mechi ya dabi Juni 15 mwaka huu, Yanga leo hii baada ya kukutana na bodi ya ligi, viongozi wake, kamati ya utendaji, hatimaye imetoa taarifa ambayo inasisitiza kile ambacho alichokieleza awali kwamba hawachezi dabi hiyo. Lakini wakati huo ikisisitiza juu ya mambo manne ambayo wameiandikia bodi ya ligi kuitaka yatekelezwe ndipo wao wacheze dabi hii ambayo ni mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara kati yao na watani wao wa jadi Simba. Mambo hayo ni yapi ambayo hakika yanaiweka njia panda bodi ya ligi? Hakika ni mambo mazito. Moja wapo kati ya mambo manne ni kwanza, wanataka kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. La pili, wanataka kuvunjwa kwa kamati ya mashindano ya bodi ya ligi. La tatu, wanataka kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kwa maana ya CEO. Lakini jambo la nne, wanataka bodi ya ligi iwe ni chombo huru kinachojitegemea. Lakini ikumbukwe, wakati akizungumza na waandishi wa habari, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo alieleza wazi kwamba mambo hayo ambayo Yanga wameainisha kati ya yale matakwa yao yanayotaka yatekelezwe ni magumu na yanahitaji maamuzi ya muda mrefu, ikiwamo hata kuathiri au kuhitaji mabadiliko ya katiba. Lakini Yanga kamati yao tendaji ikitoa taarifa baadaye leo hii kupitia kwa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma ya Yanga Ali Kamwe, walisitiza kwamba hapana, mambo manne waliyoyataja, matatu yanahitaji utekelezaji wa haraka, likiwamo lile ambalo Kasongo alieleza wazi kwamba kuvunjwa kwa kamati ya mashindano ya bodi ya ligi ndani ya saa 72. Lakini kuna jambo moja Kamwe amefafanua kwamba wanajua ni la muda mrefu na hivyo utekelezaji wake labda ni kwa msimu ujao 2025-26 na sio msimu huu. Nalo ni lile la bodi ya ligi kuwa chombo huru kinachojitegemea. Lakini mambo mengine wamesisitiza kwamba yanapaswa kutekelezwa mara moja ndipo wao wacheze dabi hii baina yao na Simba. Lakini vile vile Kamwe amesisitiza kwamba sio tu mechi hiyo ya dabi dhidi ya Simba, bali pia viporo vyote vilivyobaki vya ligi kuu Tanzania bara sasa hawako tayari kuvicheza mpaka pale matakwa yao, madai yao, maombi yao yatakapotekelezwa na bodi ya ligi, ambayo ni pamoja na haya yaliyoelezwa ya kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi, kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Lakini wakati hayo yakijiri, akaongeza jambo lingine ambalo lenyewe ni msisitizo kwamba sio tu mechi ya dabi hawatacheza, bali pia hata mechi ya fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo Yanga wanapaswa kucheza fainali hiyo dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar siku ya Juni 28 mwaka huu. Wamesisitiza kwamba na hiyo pia hawatacheza kwa sababu moja tu, nayo ni kwamba zawadi yao ya fedha kutoka kwa mdhamini kutokana na ubingwa uliotoa michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB msimu uliopita, mpaka sasa hawajapata fedha wanazopaswa kuzipata. Na akasisitiza Kamwe kwamba wameandikia barua bodi mara kadhaa, lakini hakuna kilichotekelezwa kuhusiana na wao kupata haki yao hiyo. Kwa sababu hiyo, wameongeza kuwa kama hawatopata fedha zao, basi hata hiyo fainali dhidi ya Singida Black Stars katika fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa msimu huu hawatacheza. Hili ni swali lingine ambalo wameliongeza, ambalo bila shaka bodi ya ligi watapaswa tena kukaa chini kuona namna gani wakishirikiana na mdhamini benki ya CRDB kuona Yanga wanapata stahili yao, ili hatimaye kunusuru fainali hii ya mechi ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambayo inatarajiwa kuchezwa Juni 28. Hayo yatatokana nini? Ni kwamba Yanga ambayo mpaka sasa inaongoza katika ligi kuu Tanzania bara ikiwa na pointi 73, imefunga mabao 71, imeruhusu mabao 10 na kuwa ndio timu iliyofunga mabao mengi kuliko zote katika ligi kuu Tanzania bara, ikiwa imeruhusu mabao machache kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara, lakini inaongoza ligi kwa pointi 73 ikifuatiwa na watani zao wa jadi Simba wenye pointi 72. Ni kwamba kitendo chao cha kutangaza kusisitiza msimamo wao wa kutocheza dabi, maana yake kuna hatarisha uwezekano kama kanuni za ligi kuu zitatekelezwa kuhusiana na timu kutofika uwanjani, maana yake kuna uwezekano bingwa wa msimu huu akapatikana mezani, kwa maana kwamba Simba wakifika uwanjani na kisha kanuni zikatekelezwa ambao ni pamoja na timu inayofika uwanjani alafu mpinzani wake afiki, ni kwamba inapewa pointi 3 na mabao 3, lakini pia timu isipofika uwanjani kwa kanuni za ligi kuu ni kwamba
inapokwa pointi 15, lakini wakati huo huo inatozwa faini ya shilingi milioni 5 ambazo milioni 2.5 anapewa mpinzani wake. Kwa lugha nyingine, Yanga itatakiwa kulipa milioni 5 alafu milioni 2.5 apewe Simba. Lakini wakati huo huo, kwa kuwa itakuwa imepunguzwa pointi, maana yake ni kwamba Simba ni dhahiri itakuwa tayari imeshatangazwa kwa bingwa wa msimu wa 2024-2025 kupitia maamuzi hayo ya kikanuni. Lakini kwenye eneo hilo Kamwe amesisitiza kwamba wao pointi 73 wamezipata kwa jasho, na hivyo hawatakubali kamwe sio tu kukatwa hizo pointi 15 bali pia hata pointi nusu. Amezungumza hivyo mbele ya waandishi wa habari akisisitiza hata pointi nusu hakuna wa kuipoka pointi zake, kwa sababu wao wanaamini hakukuwa na sababu yoyote ya msingi kwa mechi ya dabi baina yao na Simba Machi 8 mwaka huu ambayo ilipaswa kuchezwa lakini ikaahirishwa kwa sababu ambazo mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level na wengineo wengi wanafahamu wanaofuatilia mpira wa miguu nchini kwamba siku hiyo Machi 8 kabla ya siku moja ya mechi hiyo, watani zao wa jadi Simba kwa maelezo yao walifika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi, ikiwa ni utekelezaji wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara sura ya 5 kanuni namba 17 kifungu cha 45 kinachotoa nafasi kwa timu ngeni kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumika kwa mechi siku moja kabla ya mechi hiyo. Lakini kwa taarifa ya Simba ni kwamba walipofika walizuiwa kuingia uwanjani na watu waliwatuhumu kwamba ni mabaunsa wa Yanga. Baada hapo Simba walieleza dhahiri kwamba hawatocheza mchezo huo kwa kitendo walichokikuta cha kuzuiwa kufanya mazoezi. Kesho yake bodi ya ligi, awali baadhi ya viongozi wake walisikika wakisisitiza kwamba dabi siku hiyo ya Machi 8 iko pale pale, lakini baadaye bodi ya ligi ikatoa taarifa rasmi kwamba mchezo huo namba 184 umeahirishwa na utapangiwa siku nyingine. Kwenye taarifa ya kuahirisha mchezo huo, bodi ya ligi ilitumia kifungu cha kuahirisha kwa mchezo ambacho kipo katika sura ya 9 kifungu cha kwanza 1.3 ambacho kilitumia sababu kwamba mchezo unaweza ukaahirishwa kwa sababu za dharura ama sababu ya msingi inayokubaliwa na TFF. Lakini kwenye kanuni ile ya 17 sura ya 5 kifungu cha 62 kinaainisha adhabu kwa wahusika ambao watasababisha timu ngeni kutofanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo wowote wa ligi kuu Tanzania bara, ambao ni ipi? Kwa mtu ama klabu ni kutozwa faini kati ya shilingi milioni 1 mpaka milioni 2, lakini ikiwa ni tendo la kujirudia rudia basi faini yake huwa ni milioni 5 mpaka milioni 10 kwa yeyote anayekiuka kanuni ya 17 yenye vifungu hivyo kuanzia cha kwanza na kuendelea mpaka kufikia hicho kifungu cha 62 kinachoainisha adhabu. Lakini bodi ya ligi haikutumia kanuni hii, badala yake iliahirisha mchezo, jambo ambalo Yanga bado anaamini kamati yake ya utendaji kwamba hakuna kifungu chochote cha kanuni za ligi kuu Tanzania bara kinachoweza kuahirishwa mchezo kwa sababu zilizotolewa na bodi ya ligi. Lakini pia bodi ya ligi wakati ikitangaza kuahirishwa kwa mchezo huo ilieleza kwamba kuna uchunguzi utaendelea, jambo ambalo Yanga wanaona kana kwamba bado halijawekwa wazi wahusika ni nani na ilikuwa vipi. Hakuna details, badala yake imepangwa mechi Juni 15 ambayo wao wanaona kana kwamba hawawezi kucheza. Kwa kile wanachoeleza Yanga kupitia kwa msemaji wao Ali Kamwe ni kwamba wanafanya hivyo kwa mustakabali mwema wa mpira wa miguu nchini, kwa sababu bodi ya ligi inafanya mambo yake bila kuzingatia kanuni za ligi kuu zilizopo, kwa sababu mechi ya Machi 8 kwao wao haina sababu yoyote ya kuchezwa tena, na ndio maana hawachezi kwa sababu ilishapita, hakukuwa na sababu ya kuisimamisha. Katika maombi ya Yanga inafahamika wazi jitihada zake kuhusiana na sakata hili iliwahi kwenda mpaka CAS ambako ilikuwa ikipigania kupata pointi 3 na mabao 3. Hata hivyo CAS ambao ni mahakama ya usuluhisho wa michezo ili warejesha nchini katika mamlaka za mpira wa miguu kwa kueleza kwamba yenyewe haina mamlaka kushughulikia jambo hilo, bali Yanga wanapaswa watumie mamlaka zilizopo nchini katika mpira wa miguu kabla ya swala hilo kupelekwa kwao, jambo ambalo Yanga walisema hawatalifanya kamwe kwa sababu hawawezi wakapeleka tena swala hilo kwa bodi ya ligi ambayo imekuwa haiwatendei haki. Na kwa sababu hiyo wao walichotangaza kupitia taarifa ya kamati ya utendaji yao ni kwamba hawautambui tena mchezo huu wa dabi wa Machi ambao kwa namna yoyote ile ukipangwa tena hawachezi, kwa sababu hakuna kifungu chochote cha kanuni za ligi kuu Tanzania bara kinachotoa fursa kwa mchezo ule kuahirishwa na bodi ya ligi. Lakini bodi ya ligi leo hii iliwaita katika makao makuu yake Ilala Mafao House kwa ajili ya kuzungumza na viongozi wa Yanga kuhusiana na hatima ya dabi hii, kwa sababu inafahamika mwenyeji wa mchezo ana majukumu kadhaa. Moja wapo maandalizi ya mchezo, kuandaa gari la wagonjwa,
ambulance, kuandaa, kuwapo kwa daktari, kuwapo kwa waangalizi wa uwanja stewards, lakini pia kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ball kids, wale vijana wa ukota mipira na maandalizi mengineyo. Lakini pia kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara, Yanga kama wenyeji wanapaswa pia kushughulikia swala la tiketi za kielektroniki kwa mwongozo wa bodi ya ligi. Lakini kwa sababu mwenyeji anasisitiza kwamba hachezi, bila shaka ndio maana bodi ya ligi iliona ikutane nao ili kutafuta suluhu. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, kabla ya kikao hicho kilichofanyika saa 4 leo hii, kuanzia saa 4 na kudumu kwa saa kadhaa, alisema hapo kabla akiwataka Watanzania waombee ili swala hilo liishe vizuri, kila upande uwe mshindi. Lakini mwisho wa siku, baada ya kikao hicho, Yanga wametoa taarifa kwamba msimamo wao uko pale pale, hawachezi dabi hiyo. Lakini afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi alieleza kwamba dabi iko pale pale kwa sababu matakwa ya Yanga, maombi ya Yanga manne ni mazito na hawezi kutekelezeka kwa ghafla, kwa haraka. Lakini Yanga kupitia kwa mkuu wa idara yao habari na mawasiliano kwa umma Ali Kamwe akafafanua zaidi juu ya hayo matakwa yao manne, lakini akisisitiza kwamba hawachezi dabi hiyo, lakini akiongeza vile vile hawatacheza mechi yao ya fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya Singida Black Stars kwa sababu hawajalipwa fedha zao za msimu uliopita na barua washaandika mara kadhaa bila kulipwa stahiki yao. Hayo ni maelezo ya Ali Kamwe. Sasa baada ya yote hayo yaliyotokea leo hii, nini kitakachojiri? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment, una like na kushare. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.